Samueli wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 22. Samueli wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 22. Biblia inasema hivi: naye Samueli wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 22, neno la Mungu linasema, naye Samueli akasema, Bwana hakuzipenda sadaka za Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe, usiwe mfalme. Amen. Tukae. Haleluya. Haleluya. Maneno tuliyoyasoma ni mwendelezo wa delegation kati ya Samuel na Sauli. Delegation ni kukaimisha madaraka, na delegation kutoka kwa wajuu inakuwa ni agizo, kwa wa chini inakuwa ni jukumu ama wajibu wa kutekeleza. Asa system ya kuiran dunia, kwa maana ya kuiendesha dunia ama ya kuitawala dunia, iliwekwa na Mungu kwa sababu ilikuwa ni wajibu wake, ila akaamua kushare na wanadamu. Kwa hiyo akamuumba Adam na Eva ili wawe sehemu ya utawala ambao utawala ulikuwa ni wa Mungu mwenyewe. Kwa Mungu akaamua kwamba mimi nitakaa zangu kwenye enzi yangu, afuku duniani, acha niwaeke hao watakuwa wasaidizi wangu, wao wataongoza huko, wataongoza kulingana na maagizo nitakayowapa kutoka juu. Bwana apewe sifa. Dhambi ikatokea. Kwa hiyo walitembea pamoja kwa wakati huo. Adamu akapewa kazi ya kutoa majina ya wanyama wote, akafanikiwa, akatoa vizuri. Basi wakawa wanafanya shughuli zao vizuri. Mungu anakuja tu kukagua, kuona paliendaje, palikuwa sawa. Walikuwa na hiyo contact ya face to face, walikuwa wana contact hiyo ya kuongea kwa masikio, mtu anasikia. Walikuwa wana mahusiano ya kuonana kila siku, especially jioni na asubuhi. Kwa hiyo hakukuwa kitu kinachoitwa kutafutana, hakikuwepo. Adamu anajua jioni tu Mungu atakuja. Akija kama hapakwenda poa, nitamweleza kwamba ABCD haikuwa nzuri. Walipotenda dhambi, automatically ile dhambi ikamfanya mwanadamu akawa pure human. Before alikuwa na divine nature ndani yake, yani alikuwa ana silka za kiungu, alikuwa more spiritual kuliko physical. Kwa sababu alikuwa spiritual beings, they cannot be seen by physical eyes. For you to see the spiritual
beings physically, you have to shift from your flesh into spirit. How? Through deep meditation and prayer. Ukiwa deep kwenye meditation na maombi, meditation maana yake unatembea lakini unawaza nguvu kuu wa Mungu, unatafakari mambo ya kimungu. Ukikutana na ukilala kwenye ulimwengu wa roho utawaona wachawi. Kiwango chako cha roho kinapoongezeka, ukisimama ukisalimiana na mtu utafeel kabisa na unaweza kuona kabisa kwamba sio mtu wa kawaida. Hiyo divine nature ambayo ilikuwa ndani ya Adam na Eva ndio iliwapa wepesi wa kucommunicate na Mungu physically. Kwa sababu walikuwa less physical, less in flesh, afu wakawa more spiritual. Baada ya kutenda dhambi, ile divine nature ilidepart kutoka kwao. Divine nature ilipo depart, wakawa 100% flesh. Ndipo kwa mara ya kwanza wakagundua kwamba wako uchi. Kwa nini hawakujua? Kwa sababu huo uwepo wa Mungu uliwafunika kiwango ambacho hawakuweza kujiona katika ubinadamu wao. Let's just say walikuwa na maumbo kama ya malaika pengine. Kwa muda wote walijiona tu wako okay. Dhambi ilipoingia na character moja hapo nimekwambia ya spiritual beings, viumbe vya kwenye ulimwengu wa roho havionekani kwa macho. Lakini sifa nyingine most ya spiritual viumbe vya rohoni havifi, vina spirit ya eternity, ya umilele. Ukiwa mtu wa rohoni sana, wewe haufi. Na ukifa utakuwa umedepart to from this world to another world. Kwa hiyo ule umilele ulikuwa ndani ya Adam na Eva. Walipotenda dhambi, ule umilele ukaondoka, wakabaki physically flesh na character za flesh, ambapo sifa moja hapo ya ubinadamu ni kufa. Na lango la mauti ni dhambi. Dhambi ni mshahara wa mauti, ni mshahara wa dhambi. Bwana apewe sifa. Asa watu wakatembea kwenye huo mfumo sasa wa kutokuwa na utaratibu, kutokuwa na uongozi unaoeleweka. Hatimaye tena kupitia sasa Yakobo ndipo pakazaliwa kizazi ambapo ni taifa la Israeli. Na kwenye hilo taifa la Israeli akatokea mtu anaitwa Musa, purposely kwa kusudi la kuwaongoza Waisraeli kutoka Misri kwenda Kanaani. Kabla hajaumbwa kwenye tumbo la mama yake, mbingu zilijua atazaliwa kiongozi, na zile character za uongozi zikawa ndani yake. Akawa na ile passion, ile shauku ya kusaidia watu wake, ambacho ndio kitu ambacho kilimleta duniani. Akaanza kuwafight wa Misri na kuwaua na kuwachimbia kwenye mchanga. Akiwa na umri wa miaka 40, Israeli walikuwa wameishi Misri miaka 390. Unabii aliopewa Ibrahim ilikuwa ni kwamba wataenda utumwani miaka mingapi? Sema 400. Kwa hiyo miaka 390, hii miaka 10 ilikuwa ni miaka ya struggling for freedom. Ili ikifika mwaka wa 400 wa depart according to prophecy.
that were given by God to Abraham. Miaka 40 kwa enzi zile ilikuwa ni miaka ya ujana. Kwa hiyo Musa alikuwa strong enough kufanya hizo movement. Lakini aliitiwa jukumu la kiroho, akaliendea kwa nguvu ya mwilini, kwa kujaribu kuwaua watu na kutumia nguvu zake za mwilini, akafeli. Ikamlazimu kutoroka kutoka Misri, akakimbilia Midiani. Kule Midiani alienda akakaa tena miaka 40. Akiwa na miaka 80 alikuwa kwenye mlima Horebu kama sikosei, anachunga. Akiwa anachunga akaona kijiti kama kakichaka hivi, kanawaka moto alafu hakiteketei. Biblia inasema kwenye Kutoka mlango wa 3 mstari wa 1 nafikiri mpaka wa 6, Biblia inasema hivi, Musa akasema, nitageuka nione ni nini maana yake kijiti hichi hakiteketei. The moment ameazimia, kwanza aliazimia mwenyewe, alikuwa yuko na mishe zake na makondoo yake na mambuzi. Kwanza akaazimia mwenyewe akasema, ninataka nigeuke. Nageuka kufanyaje? Kuangalia. Kuangalia nini? Ni nini maana yake? This is unusual. Sio kawaida hii. So nahitaji kupay attention, kufocus, kuangalia deeply. What's the meaning of this? Na ili niweze kupata maana yake, I have to turn around. Nikiturn, automatically nitakuwa nimeliacha kundi. I have to switch off my mind from our kettle to this fire. Narudia. Kwa Musa alisema, inabidi nijizime data zangu zinazo focus kwenye hawa makondoo na mbuzi, ni focus kwenye hichi kijiti, ili niweze kupata maana yake. Biblia inasema, Mungu alipoona kwamba Musa amegeuka, moment ambayo Mungu alikuwa anasubiri sana ni kugeuka kwa Musa. So the moment Mungu ameona Musa amegeuka, Mungu akaanza kusema naye. Hallelujah. Hallelujah. Acha tusome Kutoka mlango wa 3. Lakadaposhatanga debredebosai. Biblia inasema hivi, Kutoka mlango wa 3 mstari wa 2, malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakiteketei. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hichi hakiteketei. Bwana alipoona ya kwamba amegeuka ili atazame, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Bwana apewe sifa. Kwa Mungu hakuongea mpaka Musa alipogeuka. Kwa nini? Mungu haongei mpaka apate attention ya mtu. Na ulimwengu wa mwili ama ulimwengu wa roho huwa una impact ulimwengu wa mwili na damu na nyama kwa maelekezo. Mungu akitaka kukusaidia anakupa maelekezo, anaongea na wewe. Kwa kinachokusaidia ni wewe kufuata yale maelekezo aliyosema. Na Mungu hawezi kuongea na wewe, na hata akiongea na wewe hautasikia
kama haujampa focus yako, moyo wako, roho yako na akili yako, kama hujaviruhusu kumsikiliza Mungu aongee, kwa sababu angependa apoteze sauti yake, especially kama unakuwa unapuuza. Ayubu mlango wa 33. Roho Mtakatifu nisaidie. Kitabu cha Ayubu mlango wa 33. Ayubu 33 mstari wa 14, Biblia inasema hivi: kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali. Katika ndoto na katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiapo watu katika usingizi kitandani. Hiyo utaitafakari mwenyewe. Twende kwenye hoja sasa. Kwa hiyo sasa, kitu cha kwanza ambacho Musa alifundishwa ambacho kilikuwa kinamlet down ni kuwa mtu wa rohoni ili aweze kuliongoza kundi. Kwa Mungu alimpeleka Midiani, Biblia inasema kwa Yethro alikuwa ni kuhani wa Midiani. Kuhani ni kama priest, mwombezi. Kwa hiyo Musa alijua jinsi ya kuiendea madhabahu kwa kupitia baba mkwe wake Yethro. Ukumbuke alienda akiwa kijana, kwa hiyo alikuwa mkwe baada ya kuamua kuoa. Kwa hiyo Musa, Mungu alianza kumfundisha kwamba ukitaka kuongoza watu inatakiwa uwe mtu wa rohoni, ili ulimwengu wa roho ukupe maelekezo jinsi ya kuongoza. Yeye akienda Midiani, alienda akifikiri ya kwamba nitaongoza kwa komandi, nitaongoza kwa oda, nitaongoza kwa mabavu, atakayenichezea nitamuua. Ndio maana akaua baadhi ya watu. Lakini Mungu akaona ni kweli huyu mtu amekaa kwa Farao, amejifunza jinsi Farao anatoa oda, amejifunza jinsi Farao anafanya vikao, lakini hajajua kuomba, kwa sababu Farao si mtu wa maombi. Yeye Farao ni mtu wa oda, ubabe na udikteta. Kwa hiyo akaona ili Musa awe na hii spirit, ili Musa aweze kuwa na hii neema ya kuwasiliana na mimi kwa ajili ya maelekezo, ngoja nikamfundishe kuhusiana na ulimwengu wa roho, kuhusiana na mbingu. Kwa Mungu akaenda sasa, Musa akaanza kujifunza kumtegemea Mungu na sio kutegemea akili zake, kumtegemea Mungu na sio kutegemea nguvu zake, kutegemea Mungu aseme na sio kusema maneno yake ya utashi. And this is the first. Hichi ni kitu cha kwanza cha muhimu kwa kiongozi wa UKWATA. Ujue ya kwamba Mungu ndiye anayeongoza wana UKWATA. Ujue ya kwamba Mungu ndiye ambaye amekuweka. Ujue ya kwamba katikati ya wanafunzi wake, you are not smart, au wewe sio smart kuliko wengine wote. Mungu ndiye ambaye amekuweka. Ikiwa yeye ndiye ambaye amekuweka, basi yeye ndiye mwenye maelekezo yote, mwenye hekima yote, mwenye maarifa yote, mwenye ufahamu wote juu ya watu ambao unawaongoza. Utaongozaje katika level ya tawi, katika level ya wilaya, katika level ya mkoa? Utaongoza kwa kusikia mbingu zinasemaje. Haleluya. Kwa hiyo hapo sasa, ili uweze kujua mbingu zinasemaje, lazima ushift, uquit kutoka mwilini uingie rohoni, ukachote madini huko rohoni, uje uyatumie huko mwilini. Haleluya, haleluya. Kabla ya kufanya kitu chochote, ujiridhishe kwamba hichi ni cha Bwana. Uhakikishe kwamba ni Bwana anahusika kwenye uongozi wako. Hautafeli, hautakwama. Na ili Mungu awe sehemu ya leadership yako, inabidi uwe muombaji kuliko wale watu unaoongoza. Haleluya. Inabidi uwe muombaji. Kwa Musa akawa pale, yeye ni mtu wa kwenda mlimani siku 40.
Unaelewa maana ya wakati walipokutana mambo mengi magumu, Musa alikuwa na utamaduni wa kuambia nyamazeni tu, kauoni wokovu Bwana atakawatendea leo hii. Hayo majeshi mnayoyaona hamtayaona tena, kwa kuwa Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Sasa huwezi kumwambia mtu Bwana atakupigania utanyamaza kimya kama hauna neno kutoka kwa huyo Bwana. Na hichi ndicho ambacho Mungu anapenda. Mungu anapenda aongoze yeye. Wewe usimame kama mwakilishi. Ukisimama kuhubiri, ahubiri Mungu. Ukikaa kwenye kiti kama kina Chea walivyokaa hapo kwenye kikao, aongoze Mungu. Wewe ukalie kiti tu, lakini aongoze Mungu kwa kupitia midomo yako, mood yako, smile lako, everything. Kila kitu juu yako watu wamuone Mungu. Hallelujah. Hallelujah. And hii kitu ni possible. Hii kitu ni possible. Inawezekana. Wewe umeamua kuwa, umechaguliwa kuwa kiongozi. Acha Mungu aongoze. Mungu anaongozaje? Pata muda wa kutosha kutafuta uso wa Bwana. Hallelujah. Pata muda wa kutosha wa kumtafuta Mungu. Na hichi ndicho kitu ambacho Mungu alimjengea Musa ili awe role model wa leaders, wa viongozi watakaofuata baada yake. Sasa baada ya Musa wakaja waamuzi sasa. Wakaja kina Yoshua, kina nani? Wakafika mahali wakasema hatutaki tena kuongozwa na waamuzi. Waamuzi ambao walikuwa ni wanatokea manabii. Wakamwambia Mungu tunataka wafalme. Ndio wakaletewa Sauli. Sasa kukao kuna matabaka mawili. Mfalme kama kiongozi, kuhani ama nabii kama sauti ya Mungu. Kwa hiyo mfalme akitaka kufanya kitu anaenda kumuuliza nabii. Nabii anaenda kumuuliza Mungu. Mungu akatoa maelekezo, mfalme anamsikiliza nabii. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo Mungu akawa sehemu ya uongozi kwa njia ya nabii kumsaidia mfalme. Asa basi Sauli mfalme wa kwanza alipaswa asikie maelekezo yote kutoka kwa Samueli. Maana Samueli alikuwa anaongea na Mungu. Swala la kutoa sadaka ilikuwa mfalme anamkabidhi nabii, nabii anaenda anaitoa madhabahuni. Asa Sauli ameenda vitani, muda wa kutoa sadaka umefika, Samueli haonekani. Akasubiri, akachoka, akaamua kuchinja mwenyewe. Sawa. Samueli akaja, akamwambia mbona umefanya jambo ambalo si jukumu lako? Akasema nimeona umechelewa. Hiyo ikawa kosa la kwanza. Samueli akamwambia basi Mungu anasema hivi, ukienda huko vitani usiache kitu chochote. Muue kila kitu. Ng'ombe, yani muue, mteketeze. Akapewa maelekezo. Sauli alipoenda akaona wanyama walionona wamenenepeana sana, akaingiwa na tamaa, akasema msiwaue. Akamuona na mfalme, akasema ngoja nimchukue huyu tukaoshe. Akarudi. Samuel akamwambia mbona umewaacha hai? Mbona umemwacha huyu mfalme hai? Mbona umerudi na hivi vitu? Akasema tumeona tuvichukue tuje tumtolee Mungu sadaka. Samueli akachukua sime, akamuua yule mfalme. Afu akamwambia, ndipo akamwambia maneno ya Sauli ya kwamba je, Mungu anapenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kutii sauti ya Bwana? Hallelujah. Ndipo Samueli anasema sasa kwamba sadaka sio shida ya Mungu. Mungu ana shida na sadaka. Kwa nini ana shida na sadaka? Kwa sababu sadaka zote ni za, pesa zote ni zake, wanyama wote ni wake, gorofa zote ni zake,
akiamua kuchukua saa yoyote, anaweza kuchukua chochote popote. Kwa Mungu sio maskini kwamba anategemea sadaka za watu. Yeye Mungu ndo aliziweka hizo ng'ombe huko ulikozichukua. Kwa hiyo Samueli akamwambia, Mungu anapendezwa na utii. Unapoona Mungu anasema leteni sadaka, shida ya Mungu sio ile sadaka, shida ya Mungu ni utii. Ni wangapi watatii wamtolee Mungu? Ni wangapi watatii wafanye kazi ya Bwana? Kwa hiyo maandiko yanasema basi kwamba utii ni bora kuliko dhabihu. Haleluya. Na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Utii, kusikia. Kama unanisikiza kwa makini, nimesema ili uongoze vizuri inabidi uwe spiritual, more spiritual than physical unapofanya decision ama mipango yoyote. Uhakikishe, na ili uwe spiritual unahitaji muda wa kutosha wa kukaa kwenye maombi na kumeditate juu ya lile ambalo unahitaji maelekezo kutoka kwa Mungu. Sasa kitu cha pili ni utii, cha muhimu katika kiongozi. Utii na kusikia. Utii na kusikia. Ili utii unapaswa usikie vizuri. Huwezi kutii kama maelekezo hayaja kuingia vizuri. Kwa hiyo unapokuwa kwenye jambo la kuagizwa, sikiliza kwa makini. Na uliza maswali, uhakikishe ulichosikia ndicho ulichoambiwa. Ukishasikia, fanya kama ulivyoambiwa. Asa unasikia kutoka wapi? Unasikia kutoka kwa Mungu, unasikia kutoka kwa chea wako, mwenyekiti wako, unasikia kutoka kwa mwalimu mshauri, unasikia kutoka kwa mwenyekiti wako wa wilaya, kwa mwenyekiti wako wa mkoa, na unasikia kutoka kwa mwanafunzi wa pale chini kabisa. Haleluya. Kwa Mungu anaweza kukusemesha kuna jambo baya linataka kutokea hapa shuleni. Inatakiwa usikie vizuri. Alafu umuulize Mungu, tufanyeje? Kama ni la kwako mwenyewe ulibebe mwenyewe kwenye maombi. Kama ni la kushirikisha watu, washirikishe watu. Na kama ni la kushirikisha watu, lazima pia umuulize Mungu, niwashirikisheje wanielewe? Haleluya. Mungu pia atakupa hekima namna ya kuwasilisha. Lakini kwenye system ya kuongoza tuna formula 2 za kutekeleza majukumu. From bottom to wapi sijui wanaita? Kutoka chini kwenda juu. From bottom to top, vile amesema. Kutoka chini kwenda juu na kutoka juu kwenda chini. Ni mifumo miwili inayotumika katika kuongoza. Haleluya. Hapa nazungumzia kwa maana ya uongozi kwa kawaida. Tutoke huko rohoni, tuje mwilini kuongoza. Kuna mifumo miwili inatumika kwa maana ya rank ama kwa maana ya channel. Kuna order kutoka chini kwenda juu, au kuna system kutoka chini kwenda juu, na kuna system kutoka juu kwenda chini. Bwana apewe sifa. Tunaweza tukazipambanua kwa njia ya demokrasia na dikteta kidogo, japo haimaanishi sana kidikteta. Nikiwa namaanisha hivi, kuna mambo yanataka kufanyika. Unashawishi wale watu, au watu wanakuambia, wanafunzi pale wanakuambia, mwanafunzi wa darasa sijui wa darasa la 3 wa form 1 amekwambia, wa form 2 amekwambia, wa form 3 amekwambia kwamba bwana mwenyekiti, hivi vipindi vyetu hapa vina shida. Kwa mwenyekiti bwana, tunaona ingekuwa hivi na hivi na hivi. Mwenyekiti anaamua kuita wanafunzi wanaokwata. Anaambia jamani wanaokwata, kuna malalamiko nimesikia kwamba muda wa kipindi sio mzuri. Ninyi mnasemaje? Wakasema ni kweli, kimepanda kimeshuka. Sasa
Mkibadilisha muda wa kipindi kulingana na maelekezo ya wale watu, maana yake oda imetoka chini. Lakini mtekelezaji ni mwenyekiti na cabinet yake, kamati tendaji ambao ni mwenyekiti msaidizi, katibu msaidizi na mweka hazina. Wanasema kwa haya maneno waliosema wanafunzi, hebu tufanye. Mkifanya mkiwa na matokeo, maana yake oda imetoka huku chini. Mwenyekiti akifanikiwa, wakiwa kwenye kikao cha wilaya, kunakuwa na malalamiko ya muda. Mwenyekiti anawaambia pale kwangu walishauri hivi, tukafanya hivi na tukafanikiwa. Unashangaa wilaya na yenyewe na copy mawazo ya kwenye tawi fulani, tawi la sijui Fuka, wanakopi. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuja kukuta wilaya nzima inaendesha ratiba za vipindi vya UKWATA kwa mfumo ulioanzia Fuka, unaendesha wilaya nzima. Maana yake nini? Hapo system imeanzia chini ikaenda juu. Bwana apewe sifa. Sasa hii inatokea pale ambapo viongozi wanakuwa na uhuru, wanawapa watu uhuru wa kusema na kusikiliza mawazo yao. Na upaswi kutii kilichosemwa huko chini kama wewe mwenyewe umeona kwamba sio kitu kizuri. Kama umejiridhisha sio kitu kizuri au kinapingana na taratibu za UKWATA taifa, lazima waeleweshe, waambie jamani, ni kweli tungefanya hivyo lakini sio utaratibu. Ngoja nikaulize kwa mwenyekiti wa wilaya. Mwenyekiti wa wilaya, kwenye tawi langu wanasema wanataka sijui tuwe tunaimba kila siku badala ya kuomba. Mwenyekiti wa wilaya anasema hapana, someni katiba sehemu fulani. Vipindi vya dini, kuna vipindi vya dini vya katikati ya wiki, kuna vipindi vya kila siku jioni na kuna vipindi vya alfajiri. Kwa hiyo hicho mnachotaka kuanzisha hakipo. Tayari kinazimikia hapo, kwa sababu kila kinachofanyika lazima kiwe chini ya utaratibu sawa na UKWATA taifa inavyosema kupitia katiba yake. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Alafu kuna oda kutoka juu kuja chini. Kama tulikuwa tufanye mkutano mkuu tarehe ngapi? Tarehe 2 au 1? 2. Tulikuwa tufanye leo, ilikuwa tukutane hapa tarehe 2. Lakini ikatoka oda mkoani kwamba tarehe 2 hiyo tutakuwa na semina ya wanafunzi na Mwakasege. Kikawaida kiongozi wako wa juu akikupa jukumu, hata kama amekwambia naomba, hiyo kusema naomba ni hekima tu ya kuongea na wewe, lakini hiyo ni oda. Anachosema mwenyekiti pale kwenye tawi ni oda, inatakiwa mtekeleze. Ni lazima, hata kama amesema jamani nawaombeni tufanye hivi na hivi, ni lazima. Kwa nini? Kwa sababu ni kiongozi wako, ndio yuko juu. Na yeye inawezekana alichokuagiza naye ameagizwa wilayani, na wa wilayani inawezekana ameagizwa mkoani, na wa mkoani inawezekana ameagizwa na taifa. Kwa ikishakuja ni jambo la kutekeleza, halina tena cha kujadili. Linajadiliwa jambo lililotoka katikati yenu, halijadiliwi jambo lilotoka juu. Bwana apewe sifa. Rafiki zangu, huenda Mungu atawabariki, utakuja kuwa wazee wa kanisa, au utakuwa mkuu wa wilaya mahali, au utakuwa headmistress au headmaster mahali, au utakuwa dokta mahali, labda utakuwa mbunge, utakuwa waziri. Shika hilo, usije ukabishana kitu ulichoagizwa kutoka juu. Ukibishana una sifa ya kuwa kiongozi. Kwa viongozi makini huwa wanawaza jinsi gani watakuondoa, maana unawekea usiku. Wewe unakuwa ni blockage, wewe unakuwa ni kitu cha kublock. Kazi ya kiongozi ni kuconnect viongozi wake wa juu na hao walioko huku chini. Ukishakuwa kwenye wilaya yako, wewe kila agizo linalotolewa na serikali wewe unaliletea tena vikao. Hufai kuwa mkuu wa wilaya, unatakiwa uondolewe. Aje mtu ambaye ataweza kufanya kazi na mkuu wa mkoa, aje mtu ambaye ataweza kufanya kazi na waziri. Atapewa jukumu hata kama ni zito, alibebe kwa uchungu,
lihakikishe linatekelezeka. Kama unaelewa nipungie mkono. Shika hiyo. Ukiwa mwalimu wa taaluma, hupaswi kushindana na headmaster au headmistress wako kwenye kikao. Kama una jambo la kumshauri, mnashauriana kabla mjatokea kwenye kikao. Mkitokea kwenye kikao, mnatetea ajenda yenu moja. Na kama kiongozi wako wa juu hashauriki, anatoa oda za ajabu ambazo hazitekelezeki, kuliko ushindane naye, bora ufunge mdomo wako, ili akikwama asiseme ni wewe umemkwamisha. Bwana apewe sifa. Ni kosa na ni laana pia. Haleluya. Angalieni viongozi wakubwa kwenye hili taifa, fuatilieni viongozi wakubwa kwenye taifa waliowahi kupita. Ukiwafuatilia walikuwa wenye viti wa UKWATA shuleni. Ukiwafuatilia unakuta alikuwa head boy shuleni. Ukimfuatilia unakuta alikuwa president chuoni. Kwa hiyo don't take it, usichukulie simple kinafasi ulicho nacho. Rafiki yangu, usichukulie simple. Mwenyekiti wa wilaya, mwenyekiti wa mkoa, usichukulie simple. Mwenyekiti wa tawi, usichukulie simple. Huwezi jua wewe ni nani. Huwezi jua Mungu anakuandaa kuwa nani. Haleluya. Sasa nataka ni kuencourage kwamba chukua mafundisho haya ya bebe kwa uzito, kwa sababu hujue nani kesho kutu. Hoja ya msingi. Kuna njia mbili ya kutoa order. Kuna channel mbili za kupitisha order. Kutoka chini kwenda juu, kutoka juu kwenda chini. Nimezungumzia kwa habari ya kutoka chini. Kwa habari ya juu nasema huna mamlaka ya kupinga kilichosemwa kutoka juu, hata kama hakikupendezi. Una nafasi ya kukipinga mkiwa kwenye kikao saa ya kupanga. Bwana apewe sifa. Kama mnasema UKWATA, graduation ya UKWATA watu wachange 10,000 kwenye hicho kikao, pinga kwa nguvu zako zote. Wakikushinda kwa hoja, una nguvu ya kupinga tena, nataka upambanie hiyo 10,000 ipatikane. Bwana apewe sifa. Sio kama unanielewa. Narudia tena. Yaani mko mnapanga graduation ya UKWATA. Mmesema wewe unasema 5,000, wao wanasema 10,000. Umetoa hoja zako za msingi, wamekushinda. Jamani, wanaosema 10,000 wakanyosha wengi, wanaosema 5,000 ukanyosha wewe peke yako, au mkanyosha 10. Wale wengi walioshinda, mkishatoka pale mnaungana, mnakuwa kitu kimoja. Bwana apewe sifa. Mkiwa kwenye maamuzi mnakuwa makundi mawili au matatu. Lakini ajenda ikishapita hakuna kupinga tena. Munaangalia sasa mtafanyaje hilo jambo litekelezeke, hata kama ilikuwa wazo lako. Alafu likifeli, kikao kinachokuja unasema jamani, mimi nilishauri hapa, mbona mlinipinga? Siku nyingine ukitoa wazo watakuheshimu kwa sababu watakuwa wana marejeo. Bwana apewe sifa. Lakini ukitoka hapo ukaenda kupiga vijembe, kukwamisha ile 10,000 isitoke, mkirudi kwenye kikao kingine utawaambia jamani, mimi nilisema 10,000 mkanipinga. Watakwambia tumekwama kwa sababu ni wewe ulienda kueneza umbea, watu hawakutoa. Kwa hiyo wewe utashindwa kujipima na wao pia watashindwa kukupima. Lakini mkishaamua jambo, ukaamua kulipambania kwa nguvu zako zote, na kila mtu akaona kwamba unalipambania japokuwa haikuwa wazo lako, mkirudi kwenye kikao kufanya tathmini, utakuwa na ujasiri wa kusimama. Jamani, naomba mara nyingine nikichangia kitu hapa mwe mnanisikiliza, na watakusikiliza. Na wakikusikiliza mara moja mkitoboa, itakuwa ndio forever wanakusikiliza. Bwana apewe sifa. Lakini ukiwa mtu kupinga, utashangaa siku kikao kinaitwa huambiwi. Maana unawaza ukija tu utawekea usiku. Alafu rekodi zako zinatunzwa. Siku umekuwa mbaba mkubwa kama tulivyokuwa tunaongea jana, unashangaa hizo rekodi zinaingia. Huyu jamaa tuliwahi naye UKWATA, kila tulichokuwa tunaongea alikuwa anapingaga. Tayari unaenda kukwama. Bwana asifiwe. Kama unaelewa nipungie mkono. Haleluya. Ningependa nitoke hapo. So inataka kiwango cha utii ili uweze kuyafanya haya. Kutoka 18. Landore boseke kuria basaya. Kutoka 18. Mstari wa Kutoka 18
Nitaenda kusoma wenyewe, lakini mimi nasoma mstari wa 9 na kuendelea. Biblia inasema hivi: Yethro alifurahi kwa ajili ya wana wema wote Bwana aliowatendea Israeli, kwa alivyowaokoa mikononi mwa Wamisri. Kisha Yethro akasema, ahimidiwe Bwana aliyewaokoa na mikono ya Wamisri na mkono wa Farao, aliyewaokoa watu hao watoke mikononi mwa Wamisri. Sasa najua ya kuwa Bwana ni mkuu kuliko miungu yote, naam, katika jambo hili walilowatendea kwa unyeti. Yethro mkwewe Musa akamletea what? Naomba nisome mstari wa 14. Mstari wa 14. Mkwewe Musa alipoyaona yote aliyowafanyia watu akasema, ni jambo gani hili watendealo hao watu? Kwani wewe kuketi papo peke yako na watu wote kusimama kwako tangu asubuhi hata jioni? Musa akamwambia mkwewe, ni kwa sababu watu hunijia mimi wapate kumuuliza Mungu. Wakiwa na neno hunijia, nami naamua kati ya mtu na mwenziwe, nami nawajuvisha amri za Mungu na sheria zake. Mkwewe Musa akamwambia, jambo hilo ufanyalo si jema. Kuna budi utadhoofika wewe na hawa watu walio pamoja nawe pia, maana jambo hili ni zito mno kwako, huwezi wewe kulitenda peke yako. Sikiza sasa nikupe shauri langu, na Mungu awe pamoja nawe. Uwe wewe kwa jamii ya watu mbele ya Mungu, nawe umletee Mungu maneno yao. Nawe utawafundisha zile amri na sheria, nawe utawaonyeshea njia ambazo inawapasa kuiendea na kazi ambayo inawapasa kuifanya. Zaidi ya hayo, utajipatia katika watu hawa watu walio na uwezo, wenye kumcha Mungu, watu wa kweli, wenye kuchukia mapato ya udhalimu. Ukawaweke juu yao, wawe wakuu wa 1000 na wakuu wa 100 na wakuu wa 50 na wakuu wa 10. Nao waamue watu hawa siku zote, kisha kila neno lililo kubwa wakuletee wewe, lakini kila neno dogo waliamue wenyewe. Basi kwako wewe mwenyewe utapata nafasi zaidi, na watauchukua mzigo huo pamoja nawe. Amen. Bwana apewe sifa. Hasa kwenye uongozi, kitu kinacholeta wepesi ni delegation. Usibebe mzigo mwenyewe. Mwenyekiti amepewa jukumu wilayani, ukifika tu kwenye tawi unawaita wale viongozi wenzako 5, unawaambia kuna 1 2 3, hebu tusaidiane, tunafanyaje hapa? Au unaita wale viongozi wa madarasa, unaambia wewe utasimamia mchango kwenye darasa lako, wewe utahamasisha darasa fulani, wewe utafanya hichi, utafanya hichi. Mnashauriana pale. Mkishapatana, kazi sasa ya mwenyekiti ni kuuliza, aise, darasani kwako umefikia wapi? Anakuambia nimeshawazungukia wote, bado 2. Aise, kazana, Jumatatu nipe majibu. Wewe umefikia wapi? Wewe umefikia wapi? Kwa hiyo mwisho wa siku mwenyekiti anakuwa ametengeneza ile mamlaka yake inafanya kazi, kwa sababu atakuwepo kuhoji. Nguvu ya mwenyekiti ni pale unapohoji watu wakupe majibu, sio wewe unapohojiwa kila kitu. Asa ukitaka kufanya kila kitu utahojiwa kila kitu, na ni mbaya kama kuna kitu kimeharibika utajifeel inferior kila mtu atakapokunyoshia kidole. Lakini ukiwa umegawa majukumu, ukiwaita unaanza pale kwenye kikao chako, jamani, tulipatana kwamba tuhakikishe kwamba mahafali ya UKWATA angalau kila darasa tunapata 20,000. Kidato cha 3 jukumu la kufuatilia tulilikabidhi fulani, umefikia wapi? Mimi nimefanya nini? Unamhoji, ukishamhoji unakaribisha na viongozi wenzako wanamhoji, unapata taarifa ile inakufanya unakuwa super kwenye kiti chako. Lakini ukiwa ni kiongozi, kila kitu unataka ufanye wewe, basi ujue kila kitu utaulizwa wewe, na kila kitu kikifeli ujue wewe ndio utaonekana umefelisha. Ila ukiwapa watu nafasi ya kufanya, shule nzima itajua aliyetufelisha ni fulani ambaye alipewa jukumu la form 1.
Ukimpa mtu nafasi inakuwa rahisi kumonitor, kumfuatilia hata kama utamsaidia kidogo, lakini ikifeli wewe utamwajibisha, hautawajibishwa. Haleluya. Sio kama unanielewa. Popote utakapokuwa, wewe ni headmaster, wewe ni daktari mkuu, wewe sijui ni mkuu wa wilaya, usingangane kufanya kila kitu wewe. Hakuna kitu cha thamani kwenye maisha kama kuheshimiwa. Ukimuita mwalimu mmoja ukamwambia mwalimu, hebu naona swala la chakula hapa shuleni linasumbua, naomba usimamie chakula tusikwame mahali popote hapa. Ninajua una uwezo, unajua kukimbizana kidogo hapa. Chakula kitaka ikwame hapo, na ikikwama unauliza, na wanafunzi watamlaumu mwalimu wa chakula. Lakini ashumu kwenye chakula ndio upo, kila kitu ni upo. Utakuwa na lawama nyingi, na kadiri zitakavyoongezeka utakata tamaa, utajisikia vibaya, utapoteza thamani yako. Learn how to delegate your power. Hallelujah. Hallelujah. Kwa Musa alikuwa anachoka, analemewa, baba mkwe akamwambia acha ujinga. Hawa watu ukiwapa nafasi bado sifa ni za kwako, tusikiza. Tawi likienda vizuri anasifiwa mwenyekiti hata kama wanaofanya kazi ni wengine. Wilaya ikienda vizuri anasifiwa mwenyekiti hata kama wanaofanya kazi ni viongozi wa matawi huko. Asa ukikumbatia kila kitu rafiki yangu, ujue unajiandaa kutufelisha. Nataka nimalize sasa kabisa kwa dakika kama 5-10 kwa habari ya protocol. Kwenye leadership kuna protocol. Na protocol ni kitu cha muhimu sana. Ndicho ambacho kinaleta discipline katika leadership. Na protocol ina mambo mengi. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Kwa hiyo kuna protocol katika kusuluhisha matatizo ya watu. Tatizo linataka lianze kusuluhishwa na viongozi wa chini. Wakishindwa wapande juu mpaka limfikie mwenyekiti, huku chini limeshindikana. Haitakiwi kila kitu kidogo tu kinatokea mwenyekiti. Kama ni shida imetokea darasani, nenda kwa kiongozi wako wa darasa. Kama ni shida imetokea kwenye tawi, nendeni kwa kiongozi wenu wa tawi. Kama ni shida la kifedha, nendeni kwa mwazini wa tawi. Kama ni shida imetokea ya document ya taarifa, nendeni kwa katibu. Mwazini atajaribu kusuluhisha na wewe kwamba ile hela mliotoa mliponunua vitu hukulipa, ilikuwa 1 2 3, atakuelewesha. Ukielewa hiyo imeisha. Usipoelewa ndio uone kama kuna lazima kuja kwa mwenyekiti au kwa mwenyekiti msaidizi. Kwa hupaswi tu kwa vile ule ni mwenyekiti kwa kila kitu unampelekea. Na mwenyekiti ukitaka kusurvive vizuri, umetoa kero ya darasani, nenda kwa mwenyekiti, mwambie hebu nenda kwa kiongozi wako wa darasa. Haitakiwi kila mtu amfikie mwenyekiti kirahisi. Kadiri unavyokuja kwako kirahisi, value yako inashuka. Kwa hiyo aende kwa mwenyekiti, kwa kiongozi wa darasa. Kiongozi wa darasa alete taarifa kwa mwenyekiti kwamba kuna shida inatokea. Shida imetoka kwenye tawi, viongozi wa tawi wapambane nao, kikiwashinda walete wilayani. Hallelujah. Sasa kwa kuwa muda wetu ni mchache, naongea roughly tu. Kwa hiyo kila kitu kinatakiwa kianze chini. Makerokero haya nini, mambo sijui ni taarifa ziende kwa utaratibu. Si kila mtu tu unaenda tu unavyotaka, hapana. Kuwe na protocol. Mkija kwenye kikao, heshima ya mwenyekiti inatakiwa iwepo. Kama vile walivyoweka vitu vyao pale mbele, wanakuwepo hapo. Mwenyekiti ndo kunakuwa na protocol ile kwamba kama ni kikao, katibu anakaribishwa, anaeleza jamani, kikao chetu leo ni ABCDE, agenda zetu ni 1 2 3, naomba kwa heshima nimkaribishe mwenyekiti, labda tufungulie kikao chetu, maana yeye ndio mwenyekiti wa kikao chetu. Hiyo katibu anamheshimu mwenyekiti. Mwenyekiti anakuwa kwenye kiti chake kwa heshima zote. Mwenyekiti akiongea kitu mnamsikiliza. Haya, imefika saa ya chakula, utakiwa kwenda kunawa mikono kabla ya mwenyekiti. Mahali popote unapokuwa,
wewe ni mwalimu, usiende mezani kupakua kwenye hotpot kabla headmaster hajaenda kupakua. Inaenda kiprotocol. Kiongozi wako anatangulia, ananawa, amechelewa, msubirini. Ni jamaa anacheka. Hata kama ni wali, tunawapa kipaumbele. Lazima ile meza kuu, tumeenda kula, lazima hawa meza kuu tuhakikishe kama ni kwenye buffet wameenda wao, alafu wafuate viongozi wengine, ili kama kuna fujo za kugombania nyama zikija huko nyuma baadaye ukute ni wale watu wa heshima washapita. Si kama mnanielewa? Naongea kwa level ya shule, lakini kwa level mahali popote utakapokuwa, usikubali hata siku moja ukatangulia kwenda kunawa kwenye karai kabla ya kiongozi wako. Never, don't do that. Usifanye hivyo. Discipline. Kiongozi wako akigundua una heshima, una adabu, ni mnyenyekevu, unamthamini, promotion zote zitakazotokea utapewa wewe. Kwa kama unataka kufanikiwa kwenye maisha kwenda mbali, learn yourself how to discipline yourself. Vitu vinapita, yani wewe utakuja kukosa hata nafasi ya uwaziri kisa chakula tu nakimbilia kunawa wa kwanza. Vitu vidogo vidogo vinamata sana. Inafika mahali anachaguliwa mtu, inaonekana kabisa kwamba fulani ana akili, ana uwezo, lakini aisee anaga adabu. Naona kuna namna anamdharau mkuu. Unaachwa. Sikiza, ndio maana mara nyingine tunaongozwa na watu wenye uwezo mdogo. Kwa nini? Inawezekana na uwezo mdogo lakini ana heshima, ni msikivu, ni mnyenyekevu. Hata mimi na uchungaji wangu nitamchagua huyo, nitakuacha wewe ambao unajua kila kitu. Hallelujah. Kwa hiyo ukiwa pia mbele ya viongozi wako usijionyeshe mjuaji sana. Hata kama unajua kuliko wao na unajua kwamba wana uwezo mdogo, jitahidi kutumia lugha ambayo haitawafanya waonekane duni. Hallelujah. Ukianza unaanza na mshukuru uongozi, kwa kweli mpaka hapa tulipofika mmejitahidi sana kwa sababu mmefanya hichi na hichi na hichi na hichi, alafu ndo namkosoa sasa. Ukimkosoa haina maumivu kwa sababu zile sifa zinazima lile neno la kukosoa. Linakuwa halina makali tena kwa sababu lishapunguzwa makali kwa zile sifa ulizomsifia. Usimrarue tu mtu bila kumpa kwanza heshima yake. Usimhukumu mtu kabla ya kueleza mema yake. Ukitaka kumhukumu hata kama ni yule mwanaukwata wa kawaida, kama ana jema lolote moja au mawili, yaseme hayo mema. Sema kwa kweli fulani mwanaukwata mzuri. Hata juzi ile tulipokuwa kwenye ukwata, yeye ndo ananunuaga vitu vya ukwata, lakini changamoto ndo naeleza ile changamoto yake. Kama mnaelewa nipo ngine kwa wao kwenye kula, basi usile kabla ya mwenyekiti wako, na katibu asile kabla ya mwenyekiti wake. Na sio mwenyekiti tu, anaanza mwenyekiti msaidizi. Na yale mazingira, kama mazingira yanaruhusu, wao wanatengewa chakula chao. Tofauti na hapo Changanyikeni. Wanasema kwenye kukaa, unapokuwa kwenye kikao, mwenyekiti anakaa na watu wengine wanakaa. Usiondoke kabla yeye hajaamua sasa jamani tunaondoka. Najua nawafundisha vitu vikubwa kuliko umri wenu, lakini ni mambo ambayo ukijizoesha tangu ukiwa mdogo, inakolea. Kwaona kusi rafiki yangu, unyenyekevu. Ukiwa mnyenyekevu kwenye maisha yako, hutakwama mahali popote. Wewe ni mwanaukwata. Na kule shule kuna kazi za kufagia, kuna kazi sijui za kuosha vyombo baadhi ya shule, kuna kazi za kuchambua marage, sijui kama sasa hivi zipo, sisi tulikuwa tuna zamu ya jikoni. Kuna mambo mengi ya shuleni kule. Na wewe ni mwenyekiti wa ukwata, lakini kuna head boy. Asa head boy pale shuleni kwenu ni serikali ya shule. Wewe ni kiongozi wa ukwata. Madhehebu pale yako mengi. Kwa sasa usiwe kiongozi wa ukwata afu kajaribu kudharau. Sikiza, wewe ni mwenyekiti wa ukwata, lakini uko pale darasani kuna monitress sijui na monitor. Uko chini yao. Yaani mwenyekiti wako wa ukwata haufurukuti kitu hapo. Ukisumbua unaandikwa kama msumbufu mwingine. Mwenyekiti wa ukwata msumbufu.
Ukiongea Kiswahili unavalishwa bango kama watu wengine. Asa hiyo lazima ujue. Unapoandikwa msumbufu, usitake kulazimisha cheo chako cha UKWATA kiingie hapo, hakiingii. Na kama unataka kiingie, onyesha adabu. Hallelujah. Asa mwenyekiti wa UKWATA unajiona kama wewe ndio kidume hapo, unasumbua, utaandikwa msumbufu, utachafua image ya Kristo. Kwa hiyo kuwa mnyenyekevu kulingana na mazingira unayokuwa. Kama ni darasani, top pale ni monitor na monitress, waheshimu. Ukitoka nje kuna kiranja sijui wa eneo sijui nini, ukiamka kama ni kufagia, amka alfajiri, fagia. Usiseme mimi sijui kiongozi wa UKWATA nini. Hiyo kitu kingine. Wewe ubabe wako wote onyesha saa kipindi cha dini. Lakini ukiwa huko nje na wewe unawajibishwa kama watu wengine, wajibika, afu wajibika kwa furaha. Ukijua hayo haitakuumiza, utafanya kwa furaha. Bwana apewe sifa. Na saa nyingine unakuta ile wanakutukana, kiongozi gani wa dini? Tunajua mambo yako nini na nini. Hiyo ni kweli. Viongozi wa dini, lakini saa nyingine mna matukio yenu, kila mtu ana matukio yake. Asa jitahidi usiwe mtu wa matukio, lakini hata kama umekuta kwenye tukio, isikukatishe tamaa. Jua jinsi ya kupiga magoti kumuomba Mungu na kumwambia Mungu akusaidie. Unatakiwa utoboze. Mbona wajamaa wamenichekea style fulani hivi kama vile matukio yanakuwa mingi sana. Kabla ujitahidi sana sasa, usiwe mtu wa matukio ukavunja watu wengine tamaa. Bwana asifiwe. Au jitahidi basi uwe mwaminifu, uamke asubuhi. Kama shule yenu lazima kuoga, uoge. Kama kuoga sio lazima, basi piga passport, alafu uhakikishe unafanya usafi. Kama mko kwenye zamu ya usafi, kaa kwenye zamu yako vizuri. Watu wajifunze kutoka kwako kwamba mwenyekiti wetu wa UKWATA eneo lake ni safi wakati wote. Mwenyekiti wetu wa UKWATA ikitolewa kazi anafanya. Mwenyekiti wetu wa UKWATA uwe mfano sasa, hata upate nguvu ya kusimama mbele yao kuambia jamani, mbona mmechelewa dini? Tulipewa adhabu, tulifanyaje? Mimi hamkuniona niliamka asubuhi mapema, nimefagia eneo langu, nimechota maji. Ninyi mnashindwa nini? Utapata nguvu ya kuongoza wale wengine. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Haifai kiongozi wa dini kuwa na kiburi. Haifai. Japo kiburi ni asili. Na age yenu, umri wenu, kiburi ni rahisi kikakuvaa. Kama ukiweza kufight roho ya kiburi ukiwa na umri kama huo, utaenjoy sana huko mbeleni. Ukiruhusu kiburi kikakucontrol, na kuhakikishia hata kwenye maisha ya kawaida hutatoboa. Kibiblia Mungu anasema, ninawapinga wenye kiburi, ninawapa wanyenyekevu neema. Mnyenyekevu atainuliwa, mwenye kiburi atashushwa. So unataka kwenda juu, be humble as much as you can. Unataka kuinuliwa na Mungu, kwa mnyenyekevu kwa kadiri uwezavyo. Unataka kibali, kuwa mnyenyekevu. Maana Mungu anawapinga wenye kiburi, kwa mara nyingine anawakataa, anawapinga. Na kadiri Mungu anakupingaje? Anakupinga kukupitia watu. Wanafunzi wenzako watakuchukia, walimu watakuchukia, kila mtu atakuchukia, utapoteza kibali, mpaka nyumbani utachukiwa, majirani watakuchukia. Kisa nini? Kiburi. Kiburi kinatoka wapi? Labda una kasura kako, labda amazing. Sasa nyingine hata una sura ya kibandidu, lakini kwa sababu umri wako ni mdogo, akili yako inakwambia wewe ndio kila kitu. Kwa hiyo unashindwa kujicontrol kwa sifa ambazo hata una. Hata umeumbwa labda kidogo una kakalio kako kakiaina, basi ndio unaona kila kitu umemaliza. Unaona watu wengine wote wajinga. Sikulaumu kama ikitokea hivyo, kwa sababu na mimi ni mahali nimepita. Kuna age tukiwa yani unaona kama watu wengine wote wajinga, wewe tu ndio una akili timamu. Asa hapo ukiwa kwenye umri, muombe Mungu akufundishe kunyenyekea. Hallelujah. Nimesemaje? Sema ni muombe Mungu anifundishe kunyenyekea. Kwa nini kumuomba Mungu? Kwa sababu mimi katika umri wangu wa ujana kuna vitu nilikuwa nahamua alafu havitekelezeki. Yaani nasema kuanzia leo sitaringa tena. Kesho maringo yako pale pale. Nasema kuanzia leo sitavaa tena mlege. Yaani ukivaa suruali hadi unaona kama ni hujavaa. Mpaka uishushe hivi kidogo. Najua mimi ni mtumishi wa Mungu. Nilikuwa napenda kuvaa kofia, nilikuwa napenda kuvaa chain, nilikuwa napenda kuvaa ribbon mpaka huku. Napenda kuvaa shati ambalo kifungo chake nafungua na t-shirt ile refu huko.
Sasa naenda kuhubiri, anasema Mungu sasa hivi bwana mimi nataka nivae kitumishi. Kesho navaa nguo ile ile, style ile ile. So I understand. Ninaelewa ni jinsi gani sometimes age na mazingira yanatulazimisha kufanya vitu ambavyo hatupendi. Bwana apewe sifa. Mimi sasa hivi nimejifunza kuvaa suruali za vitambaa. Siku moja nikachukua nguo zangu nikachoma. Nguo zangu zote zile za kisharo nikachoma, nikaenda kanunua nyingine tena za kisharo vile vile. Kwa nikanoti sio rahisi kutoka kwenye emotions za ujana. Sio rahisi. Kwa kujirifaa mwenyewe sio rahisi. Mimi mpaka nimechoma nguo zangu nikifikiri kwamba okay, basi nibaki na haya midebwedo angalau ni basi. Lakini hata unapoenda dukani ukinunua ukiangalia hiyo ngoja nichukue tu hii modo. So nini kinaweza kusaidia? Saa nyingine maombi. Kwa sababu maamuzi sometimes haya work out. Unasikia wewe unapenda kuvaa kimini? Sema Mungu nisaidie. Kwa akili zangu siwezi. Lakini ukidhamiria utaweza. Mungu anashughulika na nia. Uwe na nia. Ukubali kwamba unavyoenda sio, unahitaji kwenda kwa namna fulani. Ukiwa na nia Mungu atakusaidia. Hallelujah. Hallelujah. Nakwambia kwa ujasiri kwa sababu hata mimi Mungu amenisaidia. Hivi tena uje uambiwe unaenda kufundisha vijana, akili yako inakwambia niko na vijana tu natakiwa nivae jinsi nini. Lakini kwa wakati mmoja tukiwa kwenye Star Conference tulifundishwa usifuatishe namna ya dunia hii, bali mkageuzwe upya nia zenu. Warumi 12 mstari wa kwanza na kuendelea. Nikiwa kwenye ile kusanyiko, nasikia Roho Mtakatifu ananiambia, yani wewe huhitaji kuvaa kihuni eti ili vijana wakupende. Inabidi uvae kiheshima ili uwatamanishe na wale vijana wavae kwa heshima. Bwana apewe sifa. Asa baadhi ya watumishi wanafikiri eti njia ya kuwapata vijana ni kuvaa kama wao. Hapana, hapo tayari wanakuwa wamekugeuza wewe. Wakati unatakiwa uwageuze walete style ya kimungu. Hallelujah. Kwa hiyo kiongozi wa dini huwezi kusema ninavaa kisharo ili na watu wale masharo ambao wapendi kuja vipindi waje. Unaweza kuvaa kwa heshima lakini ikawa sio kishamba lakini kwa heshima pia. Hallelujah. Kwa hiyo watu wakufuate wewe na wamfuate Kristo kupitia wewe. Hebu tusimame rafiki yangu. Hope living stone to